Nimemsikia pia ndugu yangu Heche ambaye ni naibu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo akizungumzia kwamba kupanda kwa bei ya mafuta iliyotokea sasa ni viongozi wachache wanakula pesa. Sasa labda mimi ndugu zangu waandishi wa habari niwape tu ufafanuzi kidogo. Unajua wakati then ile bei sasa EWURA anachokifanya anatafuta average alafu anasimama katikati. Kwa nini? Kwa sababu kwenye vituo vya mafuta utaratibu wa awali wa taifa letu kuagiza mafuta kupitia wale makampuni huwa tunaagiza mafuta ya mwezi mmoja mmoja. Si kama maendeleo mpaka hapo. Sasa kule duniani kule ambako tunasema tunaagiza mafuta kule miezi hii michache wanatoa masharti kwamba sisi mtu atakayekuja na kahela ka mwezi mmoja hatuwezi kumuuzia. Tunataka mtu ambaye anachukua mzigo kwa pamoja kwa sababu tunauzalisha, tunataka mtu anayechukua mzigo kwa pamoja. Sasa anaweza kuchukua pia mzigo kwa pamoja, ndio maana serikali inafanya kitu kinaitwa intervention. Sasa je, watu wanajiuliza. Sasa kama mnasema tuna reserve ya mafuta, kwa nini sasa tena mnapandisha bei? Hapana. Yaani iko hivi, ndugu zangu waandishi wa habari. Nitumie lugha kawaida sana. Wewe kama mwandishi wa habari unaweza kuwa una chakula mwezi huu au mwaka huu. Lakini chakula chako kile kikawa haunacho kwenye ndani ya nyumba yako kwa mwezi huu. Yaani maana yake ni kwamba kuna chakula unacho shambani. Ukikiona unajua kabisa hiki ni cha kwangu. Chakula cha pili kipo ambacho umeshavuna, umepakia kwenye lori, kinatoka kule Iringa kinakuja Dar es Salaam. Hicho nacho ni cha kwako. Chakula cha tatu ni kile ambacho kimeshafika pale Mabibo sokoni, ni kitendo cha wewe kwenda kukichukua tu pale Mabibo sokoni. Kile nacho ni cha kwako. Chakula cha nne ni kile ambacho unacho nyumbani kwako, kiko kwenye store yako. Hivyo vyote ni vya kwako. Na kwenye mafuta tunaangalia mafuta yaliyoko kwenye refinery ambayo tumeshaingia mikataba. Tunaamini ni ya kwetu. Mafuta ambayo yameshapakiwa yako bahari kuu yanakuja, hayo nayo ni ya kwetu. Mafuta ambayo yameshafika hapa bandarini yanaanza kushushwa na yale yoko nje, hayo nayo ni ya kwetu. Na mafuta yaliyoko kwenye maghala machache tulionayo, hayo nayo ni ya kwetu. Na mwisho mafuta yaliyoko kwenye maghala pamoja na kwenye vituo vya mafuta, yote hayo ni ya kwetu. Sasa je, tuna uwezo wa kuwa na mafuta wa zaidi ya miezi mitatu kwenye hayo mahifadhi? Jibu ni kwamba hapana. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, kama mnakumbuka pale Kigamboni last time alikuja kuzindua ujenzi wa maghala makubwa ya mafuta kwenye lile eneo pale. Hoja msingi alikuwa anaingia kwenye kitu kinaitwa Strategic Petroleum Reserve, kwamba lazima tuingie kwenye uhifadhi wa mafuta wa kimkakati ili hata kama dunia itasema chokolo kidogo huko, angalau tuwe nayo hata ya miezi mitatu. Sio yako njiani wala sio yako baharini, bali yako kwenye matenki ambayo tumekusha yahifadhi wenyewe. Nadhani mmenielewa kidogo.